Karibuni ndugu zangu kusikiliza mengi yanayohusu neno la Mungu. Katika kanda hii tutajifunza mengi kuhusu watu mashuhuri waliopata msaada wa Mungu wakati wa shida. Sisi sote tuna shida, sivyo? Kwa hivyo ni matumaini yangu kwamba tutajifunza mengi ya kutusaidia katika shida zetu. Kanda hii na kitabu cha picha vimetolewa na Language Recordings International. Kama mna maswali yoyote, tuandikieni nasi tutafurahi na kuyajibu maswali yenu. Sasa angalieni picha ya kwanza, kitabu cha 5. Kulikuwa na mtu aliyeitwa Naamani, jemadari wa jeshi la mfalme wa Shamu. Alikuwa mtu wa kuheshimiwa na kila mtu kwa sababu alikuwa hodari wa vita, lakini alikuwa na ukoma. Mkewe Naamani alikuwa na msichana mfanyakazi kutoka nchi ya Israeli. Huyo msichana alikuwa ameipenda sana jamaa ya Naamani. Hakupenda kuona bwana wake akiugua ugonjwa wa ukoma. Akamwambia mkewe Naamani kwamba aende kumuona yule nabii aliyoko Samaria na kuwa angemponya. Naamani alimsikiliza yule msichana, halafu akaenda kumtafuta nabii Elisha. Naamani alichukua watu wa kuongozana nao katika safari pamoja na zawadi nyingi za kumpelekea nabii Elisha. Walipofika nyumbani kwa nabii Elisha, Elisha alituma mjumbe kumwambia Naamani kwamba aende kujiosha mara 7 katika mto Yordani na atapona. Naamani alikasirika na kusema, nilidhani atatoka nje na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupapasa mkono wake mahali penye ukoma na kuniponya mimi. Mito yetu nyumbani ina maji safi kuliko mito yote ya Israeli. Akaondoka kwa hasira. Naamani alikuwa mtu mashuhuri, lakini alikuwa na ukoma. Ukoma na magonjwa mengine huwajia watu wa hali zote, tajiri kwa maskini. Mnajua ukoma ni sawa na dhambi? Ukoma unaula mwili na dhambi huila roho. Kama haipatikani dawa kamili ya ukoma, mwisho wake ni kifo cha mwili. Na kama dhambi haipati dawa yake kamili, mwisho wake hutenganishwa na Mungu milele. Dawa ya dhambi ni nini? Dawa ya dhambi ni damu ya Yesu Kristo aliyoimwaga msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Picha ya pili. Baada ya Naamani kuondoka nyumbani kwa Elisha, watumishi wake walimwambia, Baba, kama nabii angekwambia kutenda jambo kubwa, usingalitenda? Je, si zaidi basi akikwambia jioshe uwe safi? Naamani aliyasikiliza maoni ya watumishi wake. Akaenda kujiosha katika mto Yordani mara 7, nayo ngozi ya mwili wake ikarudi ikawa kama ngozi ya mwili wa mtoto mchanga. Akawa safi kabisa. Naamani alifurahi sana. Akamrudia yule nabii wa Mungu ili ampe zawadi alizokuwa amemletea. Lakini nabii Elisha alisema, sipokei chochote. Naamani alikuwa mtu mashuhuri, jemadari wa jeshi la mfalme wa Shamu, lakini hangeepuka kushikwa na ugonjwa wa ukoma kama mtu yoyote wa kawaida. Twaona Naamani alikuwa mtu asiye na kiburi kwa sababu aliwasikiliza watumishi wake. Pia alikuwa na imani kwamba akijiosha mara 7 katika mto Yordani atakuwa safi. Ungefikiria nini kama mtu angalikwambia nenda ukajioshe mara 7 katika mto na uwe safi? Ungemdhani kuwa hana akili nzuri. Lakini Naamani aliamini kuwa Mungu alikuwa na nabii Elisha, na hivyo alichosema ni kweli. Naamani alimwamini Elisha, lakini ilimbidi afanye alivyoambiwa na nabii. Bila hivyo imani yake ingekuwa bure. Yakobo sura ya 2 mstari wa 26 yasema, jinsi mwili bila roho umekufa, na hivyo imani bila vitendo imekufa. Picha ya 3. Baada ya hayo yote, mfalme wa Shamu alienda kupigana na jeshi la Israeli.
Kila mara alipopanga kwenda kupigana na jeshi la Israeli, mipango yake iligunduliwa na Israeli. Huyo mfalme alikasirika sana, kwa sababu alidhani kuna mtu katika jeshi lake aliyekuwa akiwaambia Waisraeli siri yake. Lakini mmoja wa askari wake akamwambia kuwa yule nabii Elisha, mtu wa Mungu, ndiye aliyekuwa akiwaambia Waisraeli mpango na siri zako zote. Mfalme wa Shamu akaondoka na watumishi wake kwenda kumtafuta Elisha. Akaambiwa kwamba anaishi huko Dothani. Basi wakafika usiku na kuuzunguka mji wote wa Dothani. Asubuhi yake mtumishi wa Elisha aliamka, na alipowaona askari wengi pamoja na farasi wameuzunguka mji, aliogopa sana. Akarudi ndani na kumwambia nabii Elisha, tutafanya nini bwana wangu? Elisha akamwambia, usiogope, kwani ni wengi walio upande wetu kuliko walio upande wao. Labda mtumishi huyu hakumwamini Elisha. Ndipo Elisha alipoomba kwamba Mungu amfungue macho ili apate kuona majeshi na farasi waliomzunguka Elisha. Mtumishi wa Elisha alishangaa kuona jeshi kubwa limeuzunguka mji, na hakuona jinsi wao wangeweza kuepuka adui hao. Lakini jibu la Elisha lilikuwa nini? Walio nasi ni wengi kuliko walio nao adui. Huwa wakati mwingine unadhani kuwa adui wako ana nguvu zaidi. Kumbuka, ukiwa na Mungu una nguvu zaidi kuliko huyo adui unayemwona kuwa jeshi kubwa. Picha ya 4. Mfalme wa Shamu na jeshi lake walienda kumkamata nabii Elisha, lakini Elisha aliomba kuwa wawe vipofu, na Mungu akawafanya wote kuwa vipofu. Halafu nabii Elisha akawaendea na kuwaambia kuwa hii siyo njia wala mji. Nifuateni na nitawapeleka kwa huyo mtu mnayemtafuta. Jeshi lote la Shamu likamfuata Elisha, naye akawaongoza hadi katika nchi ya adui wao aliyeitwa Samaria. Halafu Elisha akaomba, Bwana, wafungue macho yao ili waone. Macho yao yalipofunguliwa, walijikuta wako katika mji wa adui wao. Mfalme wa Israeli akamwambia Elisha, niwaue hao watu? Elisha akasema, hapana, huwezi kuwaua watu ambao umekwisha chukua mateka. Wape chakula na maji ya kunywa, halafu waache warudi nyumbani kwao. Mfalme wa Israeli alifanya hivyo, na kutoka siku hiyo mfalme wa Shamu hakupigana tena na wana wa Israeli. Ungefanya nini kama ulikuwa mfalme wa Israeli? Unapigana na adui, halafu unajikuta umeletewa huyo adui mikononi mwako, ambapo unaweza kuwaua wote. Sikiliza neno la Mungu lilivyosema katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 na mstari wa 9. Watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndiyo mlioitiwa ili muirithi baraka. Picha ya 5. Baada ya miaka mingi mfalme wa Shamu alienda kupigana na wana wa Israeli. Jeshi lake lote lilienda na kuuzunguka mji wa Samaria. Siku hizo miji yote ilizungukwa kwa ukuta mkubwa ili kujikinga na maadui. Wana wa Israeli hawakwenda nje kutafuta chakula, na baada ya muda kukawa na njaa kubwa katika mji wa Samaria, hata kichwa cha punda kiliuzwa kwa bei ghali sana. Siku moja mfalme wa Israeli alipokuwa akitembea, mwanamke mmoja akamlilia akisema, mfalme, nisaidie tafadhali. Lakini yeye alisema, Bwana asipokusaidia, mimi nitakusaidia na nini? Una shida gani? Yule mwanamke akasema, mwanamke huyu aliniambia nimtoe mtoto wangu tumule leo, halafu kesho atamtoa mtoto wake ili tumule. Mimi nikamtoa mtoto wangu tukampika, na sasa yeye amemficha mtoto wake, hataki tumpike. Ikawa mfalme aliposikia maneno hayo ya huyo mwanamke, aliyararua mavazi yake kwa huzuni.
alimkasirikia Mungu kwa sababu hajawaokoa katika shida ya njaa. Akadhamiria kumuua Elisha mtumishi wa Mungu. Akaenda kwa Elisha akasema, angalia, shida hii yatoka kwake Mungu. Kwa nini nimngojee Bwana tena? Elisha akamwambia, Bwana asema hivi, kesho saa kama hizi kutakuwa na chakula katika mlango wa Samaria. Ni kitu kibaya sana kupatwa na shida ya njaa. Labda miongoni mwenu mmekwisha pata shida kama hii, lakini wengi wetu hatujapata. Kukosa chakula siku moja au mbili siyo shida ukilinganisha na njaa iliyowapata wana wa Israeli. Mtashangaa jinsi mama ambavyo angethubutu kumtoa mtoto wake ili wampike kuwa chakula. Picha ya 6. Wakati mtu alipougua ugonjwa wa ukoma, alitengwa na watu wengine ili asiwaambukize watu. Kwa hivyo walitengwa kabisa. Walikuwako watu 4 wenye ugonjwa wa ukoma wakiishi nje ya mji. Wakasema, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukiingia mjini tutakufa, maana kuna njaa pia. Haya, tuliendee jeshi la Washami, tujisalimishe kwao. Wakituhifadhi tutaishi, wakituua basi tutakufa. Wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Walipofika mwanzo wa kituo cha Washami, kulikuwa hakuna mtu. Kumbe Bwana Mungu alikuwa amewafanya Washami kusikia kishindo cha mienendo ya magari na farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Washami wakaambiana, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri waje kupigana nasi. Wakakimbia kungali giza bado na kuacha kila kitu hapo. Basi wale wenye ukoma wakaingia katika hema moja, wakara na kunywa mpaka wakashiba. Wakaambiana, mambo haya si mema. Leo ni siku ya habari njema, nasi tunanyamaza tukingoja mpaka asubuhi madhara yatupate. Twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme wa Israeli. Walifanya hivyo, na mfalme akatuma watu kuona kama ni kweli. Walipofika na kuona ni kweli, walifurahi na kupata chakula kama nabii Elisha mtumishi wa Mungu alivyokuwa amesema. Ndugu zangu, Mungu ni wa ajabu. Aliwatumia hawa watu 4 wenye ukoma kuwaokoa watu wa Samaria ili wasife kwa njaa. Mungu hata sasa hutumia watu walio dhaifu kwa kulitangaza neno lake la wokovu kwa wasiomjua. Wewe ni kati ya watu hawa wanyenyekevu ambao Mungu anaweza kutumia kwa kulitangaza neno lake? Je, kama hawa watu wa ukoma wangeficha habari hiyo, kungetokea nini kwa wana wa Israeli? Ndiyo, wangekufa. Labda sasa mtu anaweza kufa katika dhambi kwa sababu hujamwambia hii habari njema. Mungu anataka tutangaze kwa wote habari hii njema ya wokovu. Picha ya 7. Baada ya miaka mingi, Elisha alikufa na Mungu akawa na nabii mwingine aliyeitwa Yona. Mungu akamwambia Yona, nenda ukahubiri katika mji wa Ninawi, kwa sababu watu hao wametenda maovu mengi. Lakini Yona hakutaka kumtii Mungu, hivyo akatafuta njia ya kujificha kutoka mbele za Mungu. Akakimbilia mji wa Jopa, akapata mashua moja iliyokuwa safarini kwenda mji wa Tarishishi. Yona akaingia ili aisafirie hadi iendako. Walipokuwa katikati ya bahari, Bwana alituma upepo mkali pamoja na mawimbi, ukaipiga ile mashua hata karibu kuivunja. Wale mabaharia wakaogopa sana, na kila mmoja akaanza kuomba kwa Mungu wake ili awaokoe.
wakatupa hata na baadhi ya mizigo yao baharini ili kupunguza uzito wa mashua. Yona naye akatafuta mahali pa kupumzika, na baada ya muda akashikwa na usingizi. Basi nahodha wa mashua akamwendea na kumuuliza, "Nani wewe? Unawezaje kulala wakati huu? Amka na uombe kwa Mungu wako, labda atatuhurumia ili tusiangamie." Hao mabaharia wakapiga kura ili wajue ni nani anayesababisha mabaya haya yote. Ndipo kura ikamwangukia Yona. Ndugu zangu, Mungu alikuwa amemchagua Yona ili amfanyie kazi. Yeye hakutaka kumtii Mungu, bali aliamua kukimbia ili ajifiche. Unaweza kweli kumkimbia Mungu? La, hatuwezi. Lakini watu wengine wanajaribu kujificha. Picha ya 8. Mabaharia walimuuliza Yona, "Umefanya nini?" Lakini yeye alikuwa amewaambia kwamba anamkimbia Mungu. Na bahari iliendelea kuchafuka. Wakamuuliza Yona, "Tukufanyie nini ili bahari itulie?" Yona akawaambia wamtupe baharini, kwa sababu alijua kuchafuka kote kwa bahari ni kutokana na yeye kutomtii Mungu. Hao mabaharia hawakutaka kufanya hivyo, lakini iliwabidi kumtupa baharini. Walipomtupa baharini, bahari ilitulia kabisa. Kumbe Mungu alikuwa ametayarisha samaki mkubwa sana kwa jina anaitwa nyangumi, na akammeza. Yona alikaa tumboni mwa yule samaki kwa siku 3. Mungu akamlinda ili asiuawe. Yona alipokuwa ndani ya tumbo la yule samaki, alitubu dhambi zake na kuomba Mungu amsamehe na amsaidie. Halafu Mungu akamfanya yule nyangumi akamtapika Yona kwenye nchi kavu. Ndugu zangu, mnaona hii ni ngumu kuiamini. Najua watu wengi mpaka sasa hucheka habari hii ya Yona, lakini ni kweli tupu, kwani Mungu ni mwaminifu, hawezi kusema uongo. Mnadhani kuwa kuna chochote kisichowezekana kwa Mungu? La, Mungu aliyeumba dunia yote kwa uwezo wake anaweza kumfanya nyangumi ammeze Yona na kumweka hai kwa siku 3. Msitie mashaka kwa uwezo wa Mungu na njia zake anazotumia kwa kutimiza mipango yake. Picha ya 9. Baada ya hayo yote, Mungu alisema tena na Yona, akamwambia, "Nenda katika mji wa Ninawi ili uchukue ujumbe wangu." Ujumbe wenyewe ulikuwa hivi: katika muda wa siku 40 Mungu atauangamiza mji wote wa Ninawi kabisa. Watu wa Ninawi walikuwa wamemwasi Mungu wao na kutenda maovu mengi machoni pa Bwana, na Mungu alikuwa amedhamiria kuuharibu mji wote baada ya muda wa siku 40. Watu wa Ninawi waliposikia ujumbe huo, walitubu na kumwamini Mungu, na hata mfalme wao aliamuru kuwa kila mtu na mifugo yote wasile chochote ili wamlilie Mungu wao, na akamtaka kila mtu kutubu na kuacha maovu yote ili Mungu awasamehe wasiangamie. Bwana Mungu alipoona hivyo, aliwasamehe na hakuuharibu mji na watu tena. Nataka msikilize neno la Mungu katika kitabu cha 2 cha Mambo ya Nyakati sura ya 7 na mstari wa 14. Yasema hivi: "Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kutafuta uso wa Bwana na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao." Kuna wakati mwingine unajiuliza kwa nini kuna maovu mengi katika dunia yetu sasa?
kuna shida katika nyumba zetu, katika nchi yetu. Sikiliza tena neno lake. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kutafuta uso wa Bwana na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Mungu hatazibariki nyumba zetu na nchi yetu mpaka hapo tutakaponyenyekea mbele zake Mungu na kuziacha njia zetu mbaya na kumrudia Mungu. Hapo ndipo Mungu atakapoweza kutubariki. Picha ya 10. Kulikuwa na mfalme aliyeitwa Ahasuero. Alikuwa mwenye uwezo na utajiri mkubwa. Wakati mmoja akawaandalia karamu wajumbe wake wote. Ilikuwa kubwa sana na ya kufana sana. Kila mtu akara na kunywa. Mfalme akamtaka Malkia Vashiti aletwe mbele zake ili aonyeshe urembo wake. Malkia huyo alikataa, na hii ilimkasirisha mfalme sana. Mfalme akashauriana na wajumbe wake atakavyomfanya malkia huyo. Wakamshauri kwamba atoe amri Malkia Vashiti avuliwe mamlaka yake na asiingie katika makao ya kifalme tena, na achaguliwe malkia mwingine. Mfalme Ahasuero alifurahishwa sana na uamuzi huo. Akatuma ujumbe kwa miliki yake yote aliyoitawala aletewe msichana mzuri ili atawazwe na kuwa malkia. Kulikuwa na msichana wa Kiyahudi aliyeitwa Esta. Alikuwa hana wazazi, na mjomba wake aliyeitwa Mordekai ndiye aliyemtunza. Basi wakamchukua Esta mbele za mfalme, na akamwambia asijitambulishe ya kwamba yeye ni Myahudi. Mordekai akabaki nje. Mfalme akamhoji Esta, lakini hakujitambulisha kuwa yeye ni Myahudi, wala Mordekai alikuwa ni mjomba wake. Mfalme alifurahishwa na Esta, ndipo akamfanya kuwa malkia badala ya Vashiti. Picha ya 11. Baada ya hayo, mfalme Ahasuero alimpandisha cheo mtu mmoja aliyekuwa kati ya wajumbe wake. Jina lake alikuwa akiitwa Hamani. Ikawa watumishi wote wa mfalme wawe wakimwinamia na kumsujudia kila apitapo, maana hivyo ndivyo ilivyokuwa imeamuliwa na mfalme. Lakini Mordekai hakuinama wala kumsujudia Hamani. Basi Hamani alipopata habari alikasirika sana na kuamuru kuwa Mordekai na Wayahudi wote wauawe. Hamani akamwendea mfalme ili apate ruhusa ya kuwaua Wayahudi wote, naye mfalme akaona ni vizuri akampa ruhusa aendelee na kazi hiyo. Mordekai alihuzunika sana aliposikia kwamba mfalme alikuwa ametoa ruhusa kuwaua Wayahudi wote. Na siku ilikuwa imepangwa. Esta akamwambia Mordekai awaambie Wayahudi wote wafunge kura kwa siku 3 ili waombe Bwana Mungu awaepushe na hiyo adhabu. Esta naye alimwendea mfalme akiomba abadilishe amri yake. Siku hizo mtu hakuruhusiwa kuingia katika nyumba ya kifalme bila kuitwa, maana angeuawa, isipokuwa yeye ambaye mfalme atamnyoshea fimbo yake ya dhahabu ataishi. Esta alijua hizo sheria zote, lakini aliingia bila kujali, akimwendea mfalme Ahasuero ili awasamehe Wayahudi. Alisema, nikiangamia na niangamie. Mordekai alijua kuwa kuna Mungu mmoja tu wa kusujudia, naye Hamani alikuwa mtu na siyo Mungu. Kwa hivyo Mordekai alikataa kabisa kumsujudia. Hamani alikuwa mtu mwenye kiburi sana kwa kutaka watu wengine wamwinamie na kumsujudia. Nini
huwapata watu walio na kiburi? Tutaona baada ya muda mfupi. Wewe endelea kusikiliza. Picha ya 12. Esta alienda kwa mfalme, naye alifurahi kumuona. Akamuuliza shida yake, naye Esta akamwambia angefurahi kama yeye na Hamani wangeenda kwenye karamu aliyokuwa amewaandalia. Mfalme alikubali, akaenda na Hamani. Baada ya kula, mfalme alimuuliza tena Esta shida yake, lakini alimwambia warudi tena kesho kwenye karamu nyingine. Halafu akamwambia, Hamani aliona vizuri kwa sababu alikuwa amepandishwa cheo na alikuwa anaketi na mfalme na kula pamoja na malkia. Lakini alipotoka nje na kuona Mordekai hakumwinamia, alikasirika sana. Akaenda nyumbani kwake na kushauriana na mkewe. Wakakubaliana Hamani ajenge mti mrefu ambao Mordekai atanyongwa kwa kutundikwa hapo. Kesho yake mfalme na Hamani waliporudi kwa malkia Esta kwenye ile karamu, mfalme alimuuliza Esta shida yake ilikuwa ni nini. Esta akamwambia kwamba nataka watu wangu wasiuawe. Mfalme alishangaa na kuuliza, nini? Nani huyo ambaye angetenda kitendo kama hicho? Esta akajibu, ni Hamani. Hamani aliogopa, maana aliona mfalme amekasirika. Akamwomba Esta amsaidie. Mfalme akaamuru Hamani anyongwe kwenye ule mti aliyokuwa amemjengea Mordekai. Kiburi huishia wapi? Soma Mithali sura ya 16 na mstari wa 18 mpaka 19. Inasema hivi: kiburi hutangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Afadhali kuwa na roho ya unyenyekevu pamoja na maskini kuliko kugawanya nyara pamoja na wenye kiburi. Hamani alikuwa na kiburi sana kuona amealikwa pamoja na mfalme, na kwa sababu Mordekai hangemuinamia alipanga kumnyonga. Lakini twaona mwisho ni nani aliyenyongwa? Kumbuka, kiburi hutangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Picha ya 13. Katika picha hii twaweza kuona watu 4 waliitwa Daniel, Shadrach, Meshaki na Abednego. Hawa walichukuliwa kama watumwa pamoja na Waisraeli wengine. Lakini hawa vijana 4 walichaguliwa kwenda kwenye shule ya kifalme na kula chakula maalumu ambacho mfalme alikuwa amewaagizia kula. Ilikuwa wafundishwe kwa miaka 3, baadaye wafanye kazi kwa mfalme. Hata hivyo, hawa watu 4 walikataa chakula cha kifalme. Wakamwambia yule mwalimu wao kama wangekuwa wanakula mtama na kunywa maji. Mwalimu akawaambia kama mfalme atagundua kuwa hawana nguvu na kwamba alikuwa anawapatia mtama na maji, yeye angeuawa. Danieli akamwambia kuwa wajaribu kwa siku 10, na kama itaonekana wanakuwa dhaifu, basi watakula chakula cha mfalme. Mwalimu akakubali. Baada ya siku 10, Danieli na wenzake walionekana kuwa na afya sana. Je, unafikiri ni kwa nini Danieli na wenzake hawakula chakula cha kifalme? Wana wa Israeli walikuwa na sheria kuhusu vyakula, na hivyo kwa kuwa walikuwa katika nchi nyingine na makabila mengine, ilikuwa wazi kwamba wangepewa vyakula ambavyo kwao ilikuwa ni haramu. Pia ninafikiri kwamba waliogopa wasile vyakula vilivyokuwa vimetolewa sadaka kwa miungu. Haya yote yanatuonyesha jinsi walivyokuwa watu wenye busara. Hawakuwa wanaongozwa na tamaa ya tumbo zao tu. Je, sisi tunakuwa wavumilivu tunapoona vitu vya anasa au vitu vya kuvutia macho yetu?
tunataka tuvipate hata kama vimekuwa katika njia zilizo mbovu? Picha ya 14. Ikawa usiku mmoja mfalme Nebukadreza aliota ndoto, na ikamfadhaisha sana moyo wake hata akakosa usingizi. Ndipo mfalme akatoa amri waitwe waganga na wenye hekima wote, wakasimama mbele yake. Mfalme akawaambia, niliota ndoto na inanifadhaisha sana, nataka niijue maana yake, na kama hamtaniambia nitatoa amri wote muuawe. Hii iliwahuzunisha sana. Wakamwambia mfalme, hakuna mfalme yoyote ambaye ameshawahi kuuliza swali kama hili. Hakuna mtu atakaye kwambia isipokuwa miungu, na hawaishi miongoni mwetu. Hii ilimkasirisha sana mfalme, hata akaamuru waganga wote na wenye hekima wauawe. Ndipo wajumbe wa mfalme wakaanza kuwatafuta wote, na hii ikawa Danieli na rafiki zake watatu watauawa. Danieli akamwendea mfalme akaomba apatiwe muda, ndipo atamwambia mfalme ndoto yake. Mfalme akakubali. Ndipo Danieli akawaomba rafiki zake waombe ili Mungu awafunulie hiyo ndoto na kuwaepusha na kifo. Mungu alijibu sala yao. Ndipo Danieli akamwendea mfalme akasema, hakuna mtu ambaye anaweza kukwambia kama unavyotaka, bali kuna Mungu aliye mbinguni anayeweza kuonyesha maana ya ndoto yako. Mungu anakuonyesha mambo yatakayotokea siku za usoni. Mfalme alikuwa ameota kwamba alikuwa ameona miliki zote za dunia, halafu katokea falme moja iliyokuwa kuu zaidi na kuangamiza miliki zote za dunia. Huo ulikuwa wa Mungu anayetawala milele. Nebukadreza alifurahi na kumwinamia Danieli. Alimpa zawadi nyingi na kumfanya kiongozi juu ya watu wote wenye hekima. Danieli alijua kwamba yeye mwenyewe hangeweza kujua ndoto ya mfalme, lakini alijua Mungu angeweza kumwonyesha. Mungu alipomwonyesha Danieli ndoto na kumwendea mfalme, hakuwa na kiburi na kujionyesha kwamba yeye alijua ndoto ya kifalme. Isipokuwa alimsifu Mungu kwa kumwonyesha ndoto. Nashangaa, ni wangapi miongoni mwetu tunaopenda kupata sifa kwa Mungu, kutufanyia neno badala ya kumtukuza Mungu? Danieli alisema, litukuzwe jina la Mungu milele na milele, na hekima na uwezo ni vyake Mungu. Picha ya 15. Baada ya Danieli kumtafsiria mfalme ndoto yake, alitengeneza sanamu ya dhahabu. Ilikuwa ndefu sana kiasi cha kila mtu kuiona. Akawaalika wajumbe wake wote waje ili kuizindua sanamu ile. Watu wakaambiwa watakaposikia mlio wa vyombo vya muziki waanguke chini na kuisujudia ile sanamu, na yeyote ambaye hangefanya hivyo angetupwa kwenye moto. Nadhani kila mtu alitii amri hiyo? Ndiyo, siyo kila mtu aliyoitii. Iligunduliwa kwamba Shadraki, Meshaki na Abednego hawakutii amri ya mfalme, kwa sababu hawangeabudu sanamu bali Mungu aliye hai. Ndugu zangu, mnakubali moja kati ya amri 10 inasema nini? Inasema tusijitengenezee sanamu yoyote ifananayo na kitu chochote cha mbinguni au cha duniani. Na Mungu anasema tusiwe na miungu mingine ila yeye. Na yeye Bwana ni Mungu wetu, ni Mungu mwenye wivu, anawaadhibu wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wamchukiao. Haya yanatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 4 mpaka wa 5. Roho yako ndugu yangu inamcha nani? Unamwabudu Mungu aliye hai
kwa maneno tu au kwa roho ya kweli. Picha ya 16. Mfalme Nebukadreza alikasirika sana kwa sababu Shadraki, Meshaki na Abednego hawakuabudu ile sanamu ya dhahabu. Mfalme akawapa nafasi ya pili ili waabudu sanamu yake. Lakini wale watu watatu wakasema, tukitupwa motoni, Mungu wetu ana uwezo wa kutuokoa na huo moto. Na hata kama Mungu hataweza, tunataka ujue, mfalme, hatuwezi kuabudu sanamu yako uliyoitengeneza. Hii ilimfanya mfalme kukasirika sana, akaamuru moto uongezwe nguvu mara 7. Kisha baadhi ya wanajeshi wake wenye nguvu wakawafunga Shadraka, Meshaki na Abednego ili watupwe motoni. Moto ulikuwa mkali kiasi cha kwamba wale waliokuwa wakiwatupa motoni walichomeka na kufa pale pale. Mfalme Nebukadreza alikuwa akiangalia haya yote, kwa maana alishangaa na kusimama kutoka katika kiti chake na kusema, je, hatukutupa watu watatu wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu, kweli, mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto na hawachomeki, na sura ya yule mtu wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Halafu mfalme akapaza sauti akawaita, Shadraka, Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Walipotoka katika ule moto, kila mtu aliona moto haukuwa na nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Nebukadreza akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake kuwaokoa watumishi wake waliomtumainia. Ndipo watu wote wakamgeukia na kumwabudu Mungu aliye hai, wakaacha sanamu zao. Ungefanya nini kama ungelikuwa Shadraka, Meshaki na Abednego? Kama ungeliambiwa usipoabudu hii sanamu ya dhahabu ungetupwa motoni? Ungefanya nini? Ungetii amri ya mfalme na kuabudu hiyo sanamu, au ungebaki kuwa mwaminifu kwa Mungu na kukataa chochote ambacho ni kinyume na mafundisho yake? Sikiliza Injili ya Mathayo sura ya 12 na mstari wa 30. Inasema, mtu asiye pamoja nami ni kinyume changu. Ndugu zangu, hakuna njia ya mkato. Picha ya 17. Miaka kadhaa ilipita na mfalme mpya alitawala, aliitwa Dario. Dario alipendezwa sana kwa uaminifu na tabia za Danieli. Basi mfalme akamweka Danieli na wengine 2 wawe wakuu wa ufalme wote. Dario alikuwa akiwaza kumfanya Danieli kuwa mkuu wa falme zote, ili yeye awe chini ya mfalme peke yake. Basi wale watu wengine wakatafuta kupata sababu ya kumshtaki Danieli kuhusu kazi yake, lakini hawakupata kosa lolote, maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Ndipo wale wakuu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyu, isipokuwa katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Wakafanya mpango, wakamwendea mfalme Dario na kusema, mfalme, tuweke amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu awaye yote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote kwa muda wa siku 30 atatupwa katika shimo la simba. Mfalme akaona hivyo ni vizuri, akakubali na kuweka sahihi. Danieli alijua kuhusu amri hii mpya, lakini hakuweza kufanya hivyo kwa maana aliabudu Mungu aliye hai. Kama kawaida, Danieli alienda na kuomba mara 3 kwa Mungu akitoa shukurani. Hao wakuu wakamwambia mfalme,
kwamba Danieli hatii amri yako. Ndugu zangu, yaweza kusemwa hivyo kwako kwamba maisha yako na tabia yako ni nzuri wala hakuna hatia yoyote? Biblia yatuambia kwamba Danieli hakupatikana na hatia yoyote ile. Hakuwa mtu mwenye magendo, uongo, wala rushwa na kudharau kazi yake na mambo mengine yaliyo maovu. Haya yote yaweza kusema kuhusu wewe na mimi? Mara ngapi tumewadanganya wakubwa wetu kazini na kupokea rushwa ili tujaze mifuko yetu? Mara ngapi hatujafanya bidii kazini tukidhani kwamba mkubwa wetu wa kazi hatuoni? Si neno mtu unayemfanyia kazi au aina ya kazi unayofanya. Biblia inasema katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 5 mpaka wa 8, inasema hivi: enyi watumwa, watiini walio bwana zenu kwa jinsi ya miili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo, kana kwamba ni kumtii Kristo, wala si kwa utumwa wa macho tu, kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kama watumwa wa Kristo, mkitenda yampendezayo Mungu kwa moyo, kwa nia njema, kama mkimtumikia Bwana wala si mwanadamu, mkijua ya kuwa kila neno jema alitendalo mtu atapewa lilo hilo na Bwana, kwamba ni mtumwa au kwamba ni huru. Nanyi akina bwana watendeeni wao yayo hayo, mkiacha kuwaogofya, huku mkijua ya kuwa yeye aliye Bwana wao na wenu yuko mbinguni, wala kwake hakuna upendeleo. Kweli sisi sio watumwa, lakini tunapomfanyia mtu kazi lazima tufanye kwa roho safi na kwa bidii. Picha ya 18. Mfalme alihuzunika sana alipogundua kwamba walikuwa wamemshtaki Danieli. Alijaribu kufikiria ni njia gani angemwokoa Danieli, lakini ikawa ni vigumu, kwa sababu mfalme akishatoa amri huwa hawezi kuibadilisha tena. Basi akaamuru Danieli atupwe kwenye shimo la simba. Kabla hajatupwa, mfalme Dario alimwambia Danieli, Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Halafu Danieli akatupwa ndani ya shimo la simba. Usiku huo mfalme hakula chochote wala kulala. Asubuhi na mapema mfalme akaondoka, akaenda mpaka penye shimo la simba, akasema kwa sauti, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima amekuponya na simba hawa? Ndipo Danieli akamjibu, Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye akafunga midomo ya simba. Hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zako mimi nilionekana sina hatia, tena mbele yako mfalme sikukosa neno. Mfalme alifurahi sana, akaamuru wamtoe Danieli katika lile shimo. Alipotolewa alionekana hana hata alama yoyote mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake. Mfalme akaamuru nao wale watu waliomshtaki Danieli watupwe katika lile shimo la simba, wao na watoto wao pamoja na wake zao. Wale simba wakawa wanawadaka na kuwala kabla hawajafika chini. Tungefanya kama Danieli alivyofanya? Ndivyo ningefanya hivyo. Danieli hakuwa mtu tofauti na sisi watu wa leo hii. Hakuwa mtu wa ajabu, isipokuwa alijitolea kwa Mungu na kumwamini Mungu kabisa. Mimi na wewe tunaweza kuwa mfano wa Danieli. Swali ni kwamba tunayo nia ya kujitolea kwa Mungu kabisa? Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba sisi ni wana wa Mungu. Umeshasikia kwenye kanda nyingine jinsi hii inavyowezekana, na tutaendelea kuzungumza mengi katika kanda hii. Halafu lazima tuishi katika Yesu Kristo. Tutakavyojitolea zaidi kwa Mungu atutawale, ndipo tutakapokuwa zaidi mfano wa Danieli.
Picha ya 19. Katika picha hii tutasoma mengi kumhusu mtu mmoja aliyetumiwa sana na Mungu. Jina lake ni Nehemia. Alikuwa akiishi mbali huko Babeli. Wana wa Israeli walikuwa wameshindwa katika vita na kuchukuliwa mateka hadi huko Babeli. Nao mji wa Yerusalemu ulikuwa umebomolewa, kuta zake na nyumba nyingi kuchomwa moto. Watu wachache sana ndio waliobaki wakiishi Yerusalemu. Nehemia alipopata habari hizo alihuzunika sana, akamlilia Bwana Mungu kwa siku nyingi, maana alijua haya yote yalikuwa yamewapata kwa sababu walikuwa wamemuasi Mungu wao. Nehemia alikuwa mnyweshaji wa mfalume wa Babeli, na mfalume alikuwa amependezwa sana na kazi ya Nehemia. Siku moja alipokuwa akimhudumia mfalume, alimwona Nehemia hana furaha hata kidogo. Mfalume akauliza, mbona uso wako hauna furaha, ambapo wewe sio mgonjwa? Lazima iwe ni roho yako. Nehemia aliogopa, lakini alimwambia mfalume kwamba mji wa Yerusalemu ambako watu wake walizikwa uko katika hali ya kuangamia. Mfalume akamuuliza, unataka nini? Nehemia alimuomba Mungu, halafu akamuomba mfalume ruhusa ili aende kuujenga huo mji. Mfalume akamruhusu ili aende. Picha ya 20. Mfalume alimruhusu Nehemia pamoja na watu wengine aende nao ili wamsaidie kujenga mji. Baadhi ya adui za Israeli walikuwa wamezipata habari kwamba mji wa Yerusalemu utajengwa tena. Hawakufurahia kuona mji ukijengwa. Nehemia na watu wengine walipofika Yerusalemu, Nehemia alienda kukagua uharibifu katika mji. Kabla hajamwambia yeyote walichoanzia kufanya. Hata wenyeji wa hapo hawakujua kwamba Nehemia alikuwa amekuja kujaribu kuujenga mji. Baada ya kukagua uharibifu, ndipo akawaambia watu, mnajua ni mji wetu uko katika hali ya kuangamia. Njoni tujenge tena kuta za mji wetu ili tuiondoe aibu hii. Halafu watu wote kwa kauli moja wakajibu, tuanze kujenga. Wakaanza kujenga kuta za mji. Lakini adui zao waliwacheka na kusema, hivi mnataka kufanya nini? Lakini Nehemia aliwajibu, Mungu aliye mbinguni atatupa ushindi, tutaanza kujenga kuta za mji. Walikuwa na jukumu kubwa mbele yao. Mnadhani wangetimiza? Mnajua kuwa kwa nini wangetimiza? Kwa sababu walimwamini Mungu na walijua wakishirikiana pamoja wangemaliza. Mtu mmoja hangeweza, wala watu wachache, bali ni wote kwa pamoja. Ndugu zangu, na huu ndiyo mfano kwetu sisi leo. Kama kanisa kwako, ni watu wangapi wanaomtumikia Mungu? Au ni kama nyingi siku hizi ambapo watu wachache ndio wanaofanya kazi ya Bwana? Na hii siyo vizuri. Unatupasa sisi sote tushirikiane kufanya kazi ya Mungu. Kama wana wa Israeli walisema, tuanze kujenga. Hawakusema tuchague watu wachache. Hivi leo kazi yetu ni kumpenda Mungu kwa roho moja na kusaidia kujenga kanisa la Kristo ambalo ni walioamini wote. Ninaposema kujenga kanisa, simaanishi kwamba ni jengo la kanisa. Maana yangu, kanisa ni mwili wa Kristo, yaani wale wote wanaomwamini Yesu Kristo. Katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 12 inasema, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Picha 21. Unaweza kuona katika picha hii jinsi kila mtu anavyofanya kazi kwa bidii. Biblia inatuambia kwamba kila mtu alifanya kazi kwa nia moja
bila kupoteza muda. Wale adui zao walijaribu kuvuruga ile kazi, lakini hawakufaulu. Nehemia aliwaambia kila mtu afanye kazi kwa mkono mmoja na mwingine ushike mkuki. Kila kukipigwa tarumbeta, kila mtu awe tayari kwa vita. Na hii ilikuwa ni kwa wale ambao walikuwa wamechaguliwa kuwa maaskari wa kulinda. Hata hivyo, Nehemia alikuwa akiwaambia kila mara kwamba Mungu atawapigania. Watu waliokuwa masikini walidanganywa na wale tajiri kwa sababu ya ukosefu wa chakula. Mtu alikuwa akimdanganya hata ndugu yake. Wale Waisraeli matajiri wakapata nafasi ya kupandisha bei ya ushuru kwa bidhaa zao. Wengine waliwauza hata binti zao kama watumwa. Nehemia aliposikia hii habari, alikasirika sana, akapaza sauti akasema, ninyi mnavyofanya sio vizuri. Tembeeni katika njia za Bwana ili adui zetu wasitucheke. Mimi mwenyewe hata na ndugu zangu tunapokopesha na kutoa chakula, nataka kila mtu arudishe mali isiyo yake ambayo ameipata kwa njia isiyo halali. Wale watu wote waliokuwa wakifanya hivyo walitubu na kazi ikaendelea. Kwa muda wa siku 52 kuta zote zilikuwa zimejengwa. Huwa mnajaribu kuwaonea wale ambao hawakubahatika miongoni mwenu? Tufanye kazi kwa kushirikiana kujenga kanisa la Bwana. Lakini kuna wanaotumiwa na shetani kuiharibu kazi ya Bwana. Wanataka kujaza mifuko yao tu. Ndugu zangu, uko hivyo? Mathayo sura ya 23 mstari wa 25 inasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na ndani yake vimejaa unyang'anyi usiokuwa na kiasi. Picha 22. Kazi ya kujenga kuta ilipomalizika, watu walikusanyika pamoja na kutoa shukurani kwa Mungu. Naye Ezra mtumishi wa Mungu aliwasomea neno la Mungu kutoka katika maandiko matakatifu na amri za Bwana. Ndipo wote wakaanza kutubu na kumlilia Bwana, maana walijua dhambi zao ndizo zilizosababisha mji wa Yerusalemu kuwa katika hali ya kuangamia. Lakini sasa walitaka kumtii Mungu na kutembea katika njia zake. Nehemia alirudi kufanya kazi yake tena kwa mfalme wa Babeli, na baada ya muda alirudi kuona vile mambo yalivyokuwa. Alisikitika kuona kwamba makuhani na waimbaji wa Bwana walikuwa hawana chakula. Walikuwa wakienda kuwafanyia watu kazi ili wapate chakula. Ilikuwa watu hawatoi sadaka ambayo ilikuwa chakula cha makuhani. Badala yake walikuwa wamekuwa wafanyabiashara hata siku ya Sabato, na watu wakawa wakiwaoa binti za watu wageni. Nehemia akawaambia, sio ndoa kama hizi zilizomfanya mfalme Sulemani kutenda dhambi machoni pa Bwana? Sasa na tuone jinsi mambo yaliyotokea katika siku za Nehemia yanavyoweza kutusaidia katika maisha yetu sasa. Kwanza, kuhani aliyekuwa kiongozi wa chumba cha nafaka alimwacha adui yao Tobia kuishi katika nyumba ya Bwana. Shetani ambaye ni adui yetu anaishi katika nyumba ya Bwana. Biblia yatuambia sisi ni nyumba ya Bwana. Ndugu yangu, ni nani anayeishi kwako? Halafu wafanyakazi wa Bwana walikuwa hapati chakula pamoja na mahitaji yao, na hivyo iliwabidi kwenda kuwafanyia watu kazi ili wapate mahitaji yao ya kila siku. Je, tunatoa sadaka yetu ili hawa watu wanaotuongoza waendelee na kazi ya Bwana? Tena walisahau kuiweka siku ya Sabato. Walifanya biashara badala ya kwenda kumwabudu Mungu. Je, wewe ndugu yangu, unafanya nini siku ya Mungu? Wakaanza kuwaoa binti za watu wageni. Ndugu zangu, hatuwezi kuoa au kuolewa na watu ambao sio wa Kristo, kwa sababu ni kinyume cha maandiko ya Mungu.
na wala tusitegemee kuwa Bwana atabariki hizo ndoa. Hebu fikiri juu ya mambo haya. Picha 23. Tumezungumza mengi kuhusu watu ambao Mungu aliwatumia katika Agano la Kale, na ni matumaini yangu kwamba watu hawa wamekuwa mfano mwema kwetu wa kumfuata Mungu. Kwangu, nimeamini kwamba Mungu anaweza kumtumia yeyote ambaye atamtii na kumwamini kabisa. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Katika picha hii tutazungumzia kuhusu Yesu Kristo. Mnakumbuka katika kitabu cha kwanza tulizungumzia kuhusu yeye atakayekuja kukiponda kichwa cha nyoka. Yesu Kristo ndiye aliyekuwa ameahidiwa aje ili kuyatoa maisha yake, afe kwa ajili ya dhambi zetu. Wanafunzi wake Yesu Kristo hawakuelewa hadi kufa kwake na kufufuka kwake. Mungu anatuambia kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, ikiwa na maana kwamba ni kutengwa na Mungu milele. Yesu alikubali kumwaga damu yake kwa ajili ya dhambi zetu, la sivyo hatungekuwa tena na ushirika na Mungu. Yesu Kristo alikubali kuangikwa msalabani na watu wake ambao ndio aliowafilia. Yesu alipomwaga damu yake kwa ajili ya dhambi zetu, ilikuwa kama zawadi aliyotupa sisi. Yeye alisema, nina zawadi yako ambayo itakupa amani rohoni, itakupa njia mpya ya maisha ya milele. Ndugu zangu, kama mtu akija nyumbani kwako na kupa zawadi, je, utaichukua? Ndiyo, utaichukua. Sijawahi kuona mtu ambaye anakataa zawadi. Lakini siku hizi watu wengi hukataa zawadi za Mungu ambazo ni maisha ya milele. Wengi hutoa visingizio kama vile anasema, napenda hali ya maisha yangu. Mwingine anasema, sitaki kusumbuliwa kwenda kanisani. Au unasema, siamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Na wengine wanasema, unajua bwana, nikiokoka wakati wa ujana ni hasara tupu. Ndugu zangu, hivyo vyote ni visingizio tu. Siku moja tutasimama mbele zake Mungu na kuhukumiwa kwa sababu hatukumwamini Yesu Kristo. Sikiliza katika Wafilipi sura ya 2 na mstari wa 10 inavyosema. Inasema, ili kwa kila jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Picha 24. Je, mnazo Biblia zenu? Kama mnazo, fungueni katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 13 na 14. Tusome pamoja. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesongwa iendayo uzimani, nao waingiao ni wachache. Je, mnaelewa maana ya vifungu hivi? Kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa safarini, mara akafika mahali ambapo kulikuwa na barabara mbili. Barabara moja ilikuwa nzuri sana, haikuwa na mabonde na ilikuwa pana. Ile nyingine ilikuwa nyembamba sana na ilionekana kuwa na mashimo. Huyu mtu hakujua achague barabara gani. Unadhani alichagua njia gani? Wewe ungechagua barabara gani? Kawaida, kama hatujui kule hizo barabara zinakoishia, tungechagua ile nzuri na pana, au sivyo? Lakini kama kungekuwa na mtu hapo ambaye angekwambia barabara hiyo pana itakufikisha kwenye mauti, na kwamba ile barabara nyembamba na yenye mashimo itakufikisha kwenye raha, sasa wewe utachagua barabara gani?